Kama njia moja ya kuhakikisha wanahabari gatuzi la Isiolo wanakuwa katika mstari wa kwanza katika kuhimiza utangamano baina ya dini mbalimbali, kanisa la Free Pentecostal Fellowship of Kenya kupitia programu yao ya FOB imetoa mafunzo kwao. Wanahabari waliohudhuria wakiahidi kueneza ujumbe wa kuheshimu imani na dini ya kila mtu. Kwa majina naitwa Mohamed Abdullahi. Wengi wananitambua kama Mohagedos. Mimi ni mwanahabari hapa Isiolo. Katika hiyo mambo ambayo niliweza kujifunza ni kwamba katika kaunti yetu ya Isiolo tuna jamii ambayo wanaishi kutoka tabaka mbalimbali na watu ambao pia wako katika ile imani mbalimbali kama vile Waislamu, Wakristo na wengine. Mengi ambayo pia yamezungumzwa tumejifunza, na tunavyojua kwamba hapo awali kulikuwa na watu kuheshimu imani ya wengine, lakini leo kwa ajili ya hii mafunzo tumeitwa katika warsha hii kwa ajili ya kuweza kufikisha ujumbe. Kama mjuavyo, wanahabari ni watu ambao wanasikizwa na idadi kubwa ya watu, na ujumbe ambao itatoka katika kinywa chetu ni kuhakikisha kwamba pia labda tutakuwa tunahamasisha kutumia vyombo vyetu vya habari kuweza kuzungumza kuhusiana na namna watu watakuwa naishi kwa amani, kuishi kwa uzuri, kwa upendo. Na tunavyojua kwamba katika hii dunia hakuna mtu yote ambaye alimuandikia Mwenyezi Mungu barua kumwambia aweze kuumbwa katika kabila hii ama imani hii. Kwa hivyo cha msingi zaidi hapa ni kutumia hizi vyombo vya habari, na mimi nikiwa miongoni mwa wale wanahabari na wenzangu ambao tumejumuika hapa katika warsha hii, tutatumia vyombo vyetu vya habari vizuri kuhakikisha kwamba yale ambayo tunazungumza itakuwa na manufaa kwa jamii pamoja na watu wanaoishi katika imani na dini mbalimbali. Hiyo ndio jukumu letu, na tutahakikisha tutafikisha hii ujumbe, na tunatarajia kwamba katika kila gumzo tunapokuwa tukiandaa katika habari mbalimbali to make sure ile ripoti ambayo tunaanza naye kama ripoti ya kuweza kufikisha ujumbe iwe ni swala nzima la watu kuheshimu amani, na tutatumia njia hiyo, na tutakuwa watu ambao pia watakuwa ndio kio, na wale watakuwa ambao pia watakuwa na leta mabadiliko katika maisha ya jamii yetu. Langu ni Nyabande Orwa. Mimi ni mwandishi wa habari katika kaunti hii ya Isiolo, na katika gumzo ambalo tumekuwa nao na washika dau kutoka maeneo mbalimbali, tumekuwa na wale wasimamizi wa mijini, tumekuwa pia na viongozi wa kidini, na vile vile tumekuwa na wale sub areas katika kaunti yetu ya Isiolo. Na la mno kabisa ambalo tumezungumzia ni kuhusiana na jinsi ambavyo sisi kama waandishi wa habari tunaweza kuhubiri jinsi ambavyo tunaweza kuendelea kutangamana makabila mbalimbali, na vile vile makabila mbalimbali ambayo pia yako na imani mbalimbali. Kama ni Wakristo, basi tumejifunza jinsi ambavyo tunaweza kutangamana na wale ndugu zetu Waislamu. Kama ni Wahindi, pia tuweze kuvumiliana katika dini lolote lile ambalo wewe uko nalo. Kwa hivyo pia tumejifunza jinsi ambavyo tunaweza kuzungumza na wananchi wakati ambapo tuko hewani, wakati ambapo tunafanya kazi yetu kama waandishi wa habari, jinsi ambavyo tunaweza kutumia fursa hii kuweza kuleta uwiano katika kaunti ya Isiolo, jinsi ambavyo tunaweza kuzungumza amani na umoja kati ya jamii zote na vile vile dini zote ambazo ziko katika kaunti ya Isiolo. Kwa hivyo nafikiria imekuwa ni gumzo mzuri na vile vile warsha nzuri ambayo itatusaidia kusonga mbele kama jamii, na pia itatusaidia kama waandishi wa habari kuendeleza gumzo la amani katika kaunti yetu ya Isiolo kwa manufaa ya maendeleo. Ni Joy Karambu, content creator Isiolo, na leo nimefurahi sana kujumuika na hiki kikundi cha FOD. Kimenifunza mengi. Mimi kama content creator kuna mambo sikukuwa maybe natilia maanani sana, kama hii ya kupeleka habari yenye ni muhimu, yenye inaunganisha watu. Leo nimejifunza kukua dini yote iko na haki, na tukue pamoja, tusikuwe tunatenganisha. Na nikienda kuandika vitu zangu pale kwa media, nisiandike kitu ambayo kinatenganisha wengine, mbali ni kitu yenye inajumuisha sisi wote. Either wewe ni Muislamu, Mkristo, wewe ni wa atheist, wote Jewish, kila mtu tunafaa kukua na umoja, kwa sababu pia serikali yetu ama constitution yetu inatukubalia sisi wote kukua na haki the same. So mimi ningeidhimisha wengine wenye ni content creator wote wasikuwa wanaandika mambo yenye wanajitengenezea hao wenyewe, waandike vitu ambayo ni ya kushikanisha watu na dini zote. Wakazi wa gatuzi hili pia wakihimizwa kutangamana bila kuzingatia misingi ya kidini. Kwa majina naitwa Hadija Omar, one of the radio presenter in Isiolo County.
ningependa kuwajulisha ya kwamba watu wa Isiolo ambao mnanipata mkiwa pale nyumbani, muweze kuhamasisha kwamba hakuna utofauti kati ya dini. Hata kama kuna utofauti kati ya dini, hiyo isikuwe ni chanzo cha kutenganisha dini fulani, kwamba wewe ni Muislamu, ule mwingine ni Mkristo. Na tumekuwa hapa na wanafob wametufunza ya kwamba tusiwe watu wa kubagua dini, tusidharau mtu kwa sababu yeye ni dini fulani, labda wewe ni Mkristo, ule mwingine ni Muislamu, ule mwingine hana dini. Ningependa kuwahimiza pale nyumbani na wanahabari pia wenye mko hapa, mkiwa pale kwenye kazi zenu, mhakikishe ya kwamba mnawahimiza watu kwamba dini sio chanzo ya kudharau binadamu mwenzako. Wanahabari hao wakihimizwa kueneza ujumbe huo katika kazi za uandishi kila kukicha. David Nzioka. I am the project leader of Freedom of Religion and Belief project based in Isiolo County. Today we had a very interactive meeting, and our training today was workshop on media responsible reporting. And therefore we have talked about freedom of religion and belief with media reporters. We have also been with community leaders and religious leaders together, and we have agreed that we can be able to continue giving positive information, and we are not going to spread any religious propaganda which may be able to divide the people. So we thank God that we have been able to have this particular session, and there are some of the media reporters who are also going to share on what they have learned today. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Sheikh Nur Adiba, Secretary Council of Imams and Preachers of Kenya, Isiolo County. Leo hii tumejumuika na wanahabari yetu hapa Isiolo County. Project ya FOB ni muhimu sana katika county kama hii ya Isiolo, ambaye watu jamii tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, dini tofauti tofauti wanaishi. Ni muhimu sana. Hapo awali kwa watu walikuwa na shida, watu walikuwa na tofauti ya dini, watu sangeto wanapigana kwa mambo ya dini, lakini sasa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu watu wamepata kujua dini sio chanzo ya watu kukosana. Kwa hiyo tumekuwa na wanahabari yetu pia ili waweze kufikisha hii ujumbe county wide. Hii county yetu wanahabari wanasikika mpaka to the farthest end of Isiolo County, ambaye ni huko Basa huko. Kwa hiyo watu wapate kujua nchi ya Kenya sio nchi ya dini fulani, na kila mtu ana haki ya kufuata dini ile ambayo kwamba anataka. Sisi kama viongozi ya dini tuko katika hii project kwa sababu as a religious leaders we are the custodian of religion. Ni sisi ndio tunafaa kusema kama kuna shida fulani, kwa sababu sisi ndio tumesoma dini, na Uislamu haikatai wewe na Mkristo kushirikiana na wewe. Uislamu haikatai. Uislamu unatambua binadamu. Ile kitu muhimu kabisa ni humanity. Dini ilikuja baadaye. Hata wakati mtu wa kwanza aliumbwa ambaye ni Adam, hakuwa na dini, hajaintroduciwa kwa dini fulani, lakini baadaye ndio akaintroduciwa kwa dini. Ile kitu muhimu kabisa ni humanity. Sisi wale tu watoto wa Adam ndio sasa tumetawanyika, kila mtu kwa na dini yake. Kwa hiyo Uislamu haukatai wewe kama Muislamu kushirikiana na yule mtu ambaye kwamba si Muislamu. Kwa hiyo sisi kama viongozi ya dini tuko hapa kutia kidole, kuweka sahihi ya kwamba watu waishi kwa njia ya amani, watu waishi kama binadamu. Usiishi kama yule mtu ambaye kwamba uko peke yako na dini yako. Tambua binadamu mwenzako, awe Muislamu au Mkristo, uishi naye kwa njia mzuri. Nikiripotia Kamachu TV, langu jina ni Wachumbika.